tu na Mungu wetu wa mbinguni, tunalibariki na kulitukuza jina lako. Ni wakati mwingine tena Bwana ambako tuko tayari kusikia maneno yako ya uzima. Tunaomba Bwana ukaseme na maisha yetu. Roho Mtakatifu mwalimu mwema, ukatufundishe na kutuhudumia pia. Nijalie mtumishi wako usemi katikati ya kusanyiko lako, tukapate kusikia hekima yako ya kutujenga na kutusaidia. Roho wako Mtakatifu akiendelea kubadilisha maisha yetu. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen. Tunakwenda kujifunza somo linaloitwa namna ya kuinuka na kuangaza, na andiko letu la somo ni Isaya 60 na mstari ule wa kwanza. Isaya sura ile ya 60 na mstari wa kwanza. Biblia inasema, ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Bwana asifiwe sana. Naomba tufahamu jambo hili litakalo kusaidia. Ni mapenzi ya Mungu maisha yetu kutokubaki katika hali moja kwa muda mrefu. Ni mapenzi ya Mungu maisha yetu kutokubaki katika hali moja kwa muda mrefu. Na ni mapenzi ya Mungu kuona maisha yetu yanatoka kiwango kimoja cha utukufu na kwenda kiwango cha juu zaidi. Ni mapenzi ya Mungu kuona maisha yetu kwenye kila eneo hayabaki katika hali moja kwa muda mrefu. Na ni mapenzi ya Mungu kuona maisha yetu yanatoka kiwango kimoja cha utukufu na kwenda kiwango kingine. Na kama ni mapenzi ya Mungu kuwa hivyo, basi tunao wajibu wa kuamua kutamani kuwa namna ile ambayo Mungu anataka atuone kwenye maisha yetu. Unaposoma maandiko vizuri kwenye Biblia, chochote ambacho Mungu anatamani wewe uwe kwenye maisha yako, ni lazima kigeuke kuwa shauku ya moyo wako kutamani kuona kinakuwa halisi kwenye maisha yako. Narudia tena. Tunaposoma Biblia na kugundua ya kwamba kuna namna ambayo Mungu anataka niwe kwenye maisha yangu, kujua hiyo shauku ya Mungu kwenye neno lake kuhusu maisha yako inapaswa kuwa shauku ya moyo wako ya wewe kutamani kuwa vile ambavyo Mungu anataka uwe kwenye maisha yako. Na naomba nikwambie jambo jingine. Mungu anaweza kutamani wewe kuwa aina fulani ya mtu kwenye maisha yako, lakini hawezi kukulazimisha kuwa endapo moyo wako hautakuwa tayari kuwa. Ndio. Mungu anaweza kuwa na shauku njema kwenye maisha yetu, lakini hawezi kutulazimisha tuwe aina ya watu ambao anataka tuwe. Tafsiri yake ni nini? Kati ya mawazo ya Mungu juu ya maisha yako na kutimia kwa ahadi za Mungu kwako, kuna kitu katikati kinaitwa maamuzi binafsi. Mwambie jirani yako, maamuzi binafsi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ni mapenzi ya Mungu kuona watoto wake tunainuka na kuangaza kwenye kila eneo la maisha yetu. Naomba nikuongezee jambo jingine litakalo kusaidia. Kuinuka na kuangaza kwa Mkristo ni mchakato endelevu na sio jambo la siku moja. Andika hilo jambo, litakusaidia. Kuinuka na kuangaza kwa Mkristo ni mchakato endelevu na sio jambo la siku moja. Kuinuka na kuangaza kwa Mkristo ni mchakato endelevu na sio jambo la siku moja. Najaribu kusema nini? Licha ya kuwa ni mapenzi ya Mungu tuinuke, ni mapenzi ya Mungu tufanikiwe, ni mapenzi ya Mungu tufike kwenye kiwango cha utukufu mkubwa kwenye kila eneo la maisha yetu, lakini jambo hilo sio kitu cha usiku mmoja. Ni mchakato ambao unategemea kwa kiwango gani tunaishi na kutembea katika kanuni ambazo Mungu ameziweka kwenye neno lake. Naomba tuangalie Mithali sura ile ya 4 na mstari wa 18. Mithali sura ile ya 4 na mstari wa 18. Biblia inasema, bali njia ya wenye haki ni kama nuru ing'aayo
kung'aa hata mchana mkamilifu, bali njia ya wenye haki ni kama nuru ing'aayo, ikizidi kung'aa hata mchana mkamilifu. Anasema maisha ya watakatifu ni mchakato. Kila siku wanayo nafasi ya kupiga hatua moja na kwenda hatua nyingine. Tunaishi kwenye kizazi ambacho watu wanataka vitu vitokee kwa siku mmoja. Mwambie mwenzako haiwezekani. Anasema njia ya mwenye haki huwa inang'aa kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Ni mapenzi ya Mungu ufanikiwe, ni mapenzi ya Mungu uangaze, ni mapenzi ya Mungu uinuke, lakini hili jambo halitokei kwa usiku mmoja, ni mchakato endelevu. Na naomba niwaambie jambo jingine wanangu litakalo wasaidia. Kila mtu unayemwona amefika kwenye hatua fulani katika eneo lolote la maisha, ile hatua aliyofika ni mchakato wa safari ya muda mrefu mpaka kufika unapomwona leo. Kila mtu unayemwona kuna eneo fulani amefanikiwa kwenye maisha yake, mafanikio yale unayoyaona ni mchakato wa muda mrefu ambao aliupitia mpaka kufika kwenye levo ambayo unamwona amefika. Wewe unamwadimaya sana kwa sababu umekutana naye akiwa yuko pale, lakini ukiwauliza watu waliomwona alipokuwa akianza, watakwambia safari yake haikuwa rahisi. Naomba hili jambo liingie ndani yako ili ikusaidie, maana usipoelewa tutazalisha kizazi cha Wakristo ambao akiomba jambo kwa Mungu na lisipotokea ndani ya muda aliyomfungia Mungu, anaanza kumwona Mungu kama sio mwaminifu. Maisha ni mchakato. Mapenzi na ahadi ya Mungu kwenye maisha yetu huwa inatimia kwa hatua, kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Naomba nikwambie jambo litakalo kusaidia. Hauwezi kufika katika kilele cha utimilifu wa ahadi za Mungu kwenye maisha yako kama hauko tayari kusafiri na Mungu hatua kwa hatua. Narudia tena. Hauwezi, andika jambo unakumbuka. Hauwezi kufika kwenye kilele cha utimilifu wa ahadi za Mungu kwenye maisha yako kama moyo wako hauko tayari kusafiri na Mungu hatua kwa hatua. Hauwezi kufika katika kilele cha utimilifu wa ahadi za Mungu kwenye maisha yako kama moyo wako haupo tayari kusafiri na Mungu hatua kwa hatua. Kwa hiyo kuinuka na kuangaza ni mchakato endelevu ambapo mtu anaendelea kupiga hatua hata kufika katika kiwango cha juu ambacho Mungu amekusudia afike kwenye maisha yake. Kwa hiyo tunaposema mwaka huu ni mwaka wetu wa kuinuka na kuangaza, haina maana vitu vyote vitatokea kwa muda ambao wewe unafikiria ndani ya miezi 12, lakini uwe na uhakika mwaka wako utakapokuwa unaisha, kuna namna utakuwa ukiangalia nyuma, unaona kuna sehemu Mungu amenipeleka tofauti na pale nilipokuwa ninaanza. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na naomba niwaambie jambo jingine ninapoweka msingi. Wakristo wengi mmekosa moyo wa shukrani kwa Mungu kwa sababu ya kutazama mambo kwa sababu ya kusubiri kuyatazama mambo katika utimilifu wake badala ya kumshukuru Mungu kwa hatua ndogo ambazo amekusaidia kupiga. Narudia tena. Wakristo wengi mmekosa moyo wa shukrani kwa Mungu kwa sababu ya kungoja kuyaona mambo katika utimilifu wake badala ya kumshukuru Mungu kwa hatua ndogo ndogo ambazo amekusaidia kupiga. Wengi huwa mnataka kumwambia Mungu asante mnapoona mambo yamefanyika kwenye namna mliokuwa mnaitaka, lakini ukichunguza na kuangalia kwa umakini, inawezekana haujapata kile ambacho ulitamani kukiona, lakini kuna hatua Mungu amekusogeza tofauti na pale ulipokuwa unaanza. Kuinuka na kuangaza kwa maisha ya Mkristo ni mchakato endelevu. Bwana asifiwe. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Tunaenda pamoja kanisa la Bwana. Naomba tuendelee mbele kidogo.
Unaposoma maandiko katika Biblia, neno kuinuka lina maana au tafsiri zaidi ya moja katika maisha ya Mkristo. Neno kuinuka lina maana zaidi ya moja katika maisha ya Mkristo. Namba moja, nataka nianze kutafsiri maana ya neno kuinuka na kuangaza. Namba moja, maana ya kuinuka ni kuyaendea yaliyo mbele yetu kwa ujasiri, tukiamini msaada wa Mungu kutupatia matokeo mazuri. Ni kuyaendea yaliyo mbele yetu kwa ujasiri, tukiamini msaada wa Mungu kutupatia matokeo mazuri. Tunaposema ni mwaka wetu wa kuinuka na kuangaza, tafsiri yake ni kwamba tumedhamiria moyoni. Mungu anasema ni majira ya kuyaendea yote tunayotamani kuona tunayapata kwenye maisha yetu kwa ujasiri, tukimwamini Mungu ya kwamba atayafanya kama alivyoahidi. Ni kuyaendea yaliyo mbele yetu kwa ujasiri, tukiamini msaada wa Mungu kutupatia matokeo mazuri. Angalia kitabu cha Waamuzi sura ile ya 4 mstari wa 14 mpaka mstari wa 16. Waamuzi sura ile ya 4 mstari wa 14 mpaka mstari wa 16. Biblia inasema, Debora akamwambia Baraka, haya inuka, maana siku hiyo ndiyo siku ambayo Bwana amemtia Sisera katika mkono wako. Je, Bwana kutoka atangulie mbele yako? Basi Baraka akashuka katika mlima wa Tabori na watu 10,000 wakamfuata. Bwana akamfadhaisha Sisera na magari yake yote na jeshi lake lote kwa makali ya upanga mbele ya Baraka. Basi Sisera akashuka katika gari lake akakimbia kwa miguu, lakini Baraka akayafuatia magari na jeshi hata Oreshefeti wa mataifa, na hilo jeshi lote la Sisera likaanguka kwa makali ya upanga, hakusalia hata mtu mmoja. Biblia inasema Debora mwamuzi anamwambia Baraka, je, huu sio wakati ambapo wewe unapaswa kuinuka? Mungu ameahidi ushindi kwa habari ya watu wake. Tena anaendelea kumwambia ya kwamba ili ahadi hizo za ushindi ziweze kuwa halisi, ni wakati wako wa kuinuka, ni wakati wako wa kuchukua hatua. Kwa nini? Mungu huwa anaenda na wanaoenda. God moves with movers. Mungu huwa anaenda na wanaoenda. Lakini nikapenda jambo jingine, anamwambia, je, unajua ya kwamba Mungu amekutangulia mbele yako? Maana yake ni nini? Anasema Mungu ameandaa ushindi kwa ajili yako, lakini ili uweze kuinuka na kuangaza, ni lazima uchukue hatua kuyaendea adui zako kwa ujasiri, na mkono wa Bwana utakuwa pamoja nawe kukusaidia. Mengi unayotamani Mungu ayafanye halisi kwenye maisha yako, ahadi zote ambazo Mungu ameahidi kwako hazitakuja kuwa halisi kwenye maisha yako mpaka umeamua kuchukua hatua ya imani kuyaendea kwa vitendo yale ambayo Mungu ameandaa kwa ajili yako. Unapotaka kuinuka na kuangaza, tafsiri yake ni kuamua kuchukua hatua ya ujasiri na imani kwenda kuyafanya yale ambayo unataka Mungu ayafanye kuwa halisi kwenye maisha yako. Na ukisoma hayo maandiko vizuri, utakuja kugundua pale Baraka alipoenda akafanikiwa kuupata ushindi ambao Mungu aliahidi kwa ajili yake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na naomba nikuongezee jambo jingine litakalo kusaidia. Hatua za imani tunazochukua kwenye maisha yetu humruhusu Mungu kufanya mambo makubwa kwenye maisha yetu. Hatua za imani tunazochukua humruhusu Mungu kufanya mambo makubwa kwenye maisha yetu. Hatua za imani tunazochukua kuyaendea mambo mbalimbali kwenye maisha huwa zinamruhusu Mungu kufanya mambo makubwa kwenye maisha yetu. Mungu ana uwezo, Mungu ana nguvu, Mungu hazuiliwi na chochote. Lakini maisha ya Wakristo wengi mmeshindwa kumuona Mungu akifanya makubwa kwa sababu mmemzuia Mungu kwa kuto kuchukua hatua za imani za kuyaendea yale ambayo yuko tayari kufanya kwa ajili ya maisha yenu. Kuinuka na kuangaza kunahitaji ujasiri wa imani ya ndani ya mtu kuamua kwenda kuyafanyia kazi yale ambayo unamwamini Mungu atafanya na kukupa matokeo kwenye maisha yako.
Kinyume na hapo, Januari mpaka Disemba hakuna kitu kitakachotokea. Utajikuta umebaki na neno la mwaka lakini halijawa halisi kwenye maisha yako. Tunaenda pamoja Tunaelewana watu wa Mungu Kuinuka ni kuyaendea kwa ujasiri yale ambayo Mungu ameahidi kwenye neno lake kuhusu maisha yetu, tukiamini ya kwamba Mungu anaweza kufanya. Nasikitika kusema makanisa mengi duniani katika siku ya leo, sio yote, yamejaa idadi kubwa ya Wakristo wavivu, watu ambao hawataki kuchukua hatua ili kumruhusu Mungu kufanya makubwa kwenye maisha yao. Imani inadai matendo ili kudhihirisha nguvu za Mungu, kuleta matokeo kwenye maisha ya mtu. Bwana asifiwe. Tunaenda pamoja Tunaenda pamoja, kanisa la Bwana. Hiyo ni maana ya kwanza ya kuinuka. Ni maana ya kwanza ya kuinuka. Naomba tuendelee tena mbele kidogo. Andika jambo hili litakusaidia kwenye hiyo pointi ya kwanza. Kuinuka ni kuendelea bila kuchoka mpaka tutakapopata ushindi kamili tulioahidiwa na Mungu kuwa nao. Kuinuka ni kuendelea mbele bila kuchoka mpaka tutakapopata ushindi kamili ambao Mungu ameahidi kuwa nao. Kuinuka ni kuendelea bila kuchoka mpaka tutakapopata ushindi kamili ambao Mungu ametuahidi kuwa nao. Unaposema unataka kuinuka na kuangaza, tafsiri yake unasema nitaendelea kufanya yale ambayo Mungu amenielekeza kufanya mpaka nitakapoona Mungu amenipa matokeo ninayotakiwa kuwa nayo kabisa. Naomba tuangalie hapo tulipokuwa tunaangalia Waamuzi 4 na mstari wa 16, tulipokuwa tunasoma kwa habari ya Debora, Baraka na Sisera. Waamuzi sura ile ya 4 na mstari wa 16 anasema, lakini Baraka akayafuatia magari na jeshi hata Horesheti wa mataifa, na hilo jeshi lote la Sisera likaanguka kwa makali ya upanga, hakusalia hata mtu mmoja. Biblia inasema walipoenda maadui zao wakaanza kukimbia. Baraka akasema, ijapokuwa wameamua kukimbia, kwetu huwa hatuhesabu kuwa ni ushindi, tutawafuatia mpaka tuhakikishe tumewaangamiza wote. Mwambie jirani yako, haijaisha mpaka imeisha. Mara nyingi Wakristo wengi mnaridhika. Kuna viwango Mungu akikusaidia kwenye maisha yako, moyo wako unasema utaua na kuridhika ni faida. Nisikilizeni na naomba niwaambie, shetani ambaye utashindwa kumkabili kwenye maisha yako atavitesa vizazi vyako. Shetani utakayeshindwa kumkabili kwenye maisha yako kikamilifu atavitesa na kuvitaabisha vizazi vyako. Ukipata nafasi ya kufanya, hakikisha umefanya kwa kiwango ambacho hauna deni kwa habari ya vizazi vitakavyokuja baada yako. Kama kuna ugonjwa unasumbuaga watu wa nyumbani kwenu, aidha ni wa kurithi, hakikisha unaukabili kwako ili usije ukatesa vizazi vyako. Kama kuna umaskini umeuona kwenye vizazi vyenu, ukiona umeinuka kidogo, moyo wako usiridhike, hakikisha unaukabili na kutengeneza mifumo itakayotia wepesi kwenye vizazi vyako vinavyokuja. Biblia inasema akaamua kumwendea Sisera na wanajeshi wake mpaka aupate ushindi. Kuinuka na kuangaza ni kuchukua hatua kwa imani kuyaendea yale ambayo Mungu ameahidi kuhusu maisha yetu. Kwa lugha rahisi najaribu kusema nini? Kuinuka sio kuanza tu, bali kukamilisha tuliyoyaanza. Kuinuka sio kuanza tu, bali kukamilisha tuliyoyaanza. Watu wa Mungu, maisha ya Wakristo wengi yanaanzaga kwa shauku kubwa katika mambo mengi, lakini wengi mipango yenu na malengo yenu huwa mnaishia njiani. Yaani nia ya Mungu katika kila unachoanza ni kikamilike. Kwangu mimi Mungu ni Alfa na Omega. Chochote ambacho amekianza ni lazima kikamilike. Umepata nafasi ya kwenda chuo kusoma, usemeshe moyo wako, semesha mazingira yako kwenye ulimwengu wa roho.
kwangu mimi Mungu ni Alfa na Omega. Aliyenisaidia kuanza atanisaidia kumaliza, wala sitaishia njiani. Umeingia kwenye maisha ya ndoa na familia, kila wakati ukiwa unaomba usemeshe ulimwengu wako wa roho, Mungu aliyenipa kuanza maisha ya ndoa na familia ndiye atakayenisaidia kumaliza salama. Talaka na kuachana haitakuwa fungu langu. Kwetu sisi Mungu ni Alfa na Omega. Ni Alfa na Omega. Mungu amekupa kuanza biashara, usemeshe mwaka wako ya kwamba biashara yangu, sikia neno la Bwana, sitashindwa, sitaishia njiani. Mungu aliyenisaidia kuanza atanisaidia kufanikiwa na kutajirika. Mungu kwetu sisi ni Alfa na Omega. Baraka akamfuatilia Sisera, akahakikisha anataka kuona ushindi ambao Mungu amemwahidi. Na naomba nikwambie jambo jingine litakalo kusaidia. Kadiri unavyoendelea kufanya kwa imani bila kuchoka, ndivyo unavyotengeneza mazingira ya Mungu kufanya zaidi kwenye jambo unaloliendea. Kadiri unapoendelea kufanya kwa imani bila kuchoka, ndivyo unavyotengeneza mazingira ya kumruhusu Mungu kufanya zaidi kwenye jambo unaloliendea. Ukisoma maandiko vizuri utagundua baada ya hapo Sisera alifanikiwa kukimbia, lakini kwa kuwa Mungu aliiona bidii ya Baraka pamoja na Debora, ukisoma kule mbele utakuja kuona Mungu aliruhusu Sisera kuingia kwenye mikono ya mtu mwingine ambaye alimuua na kumwangamiza kirahisi sana. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anapoona umekaza kwa imani katika jambo unaloliendea, hata kama matokeo hauyaoni, hata kama hakuna kinachokuhamasisha kuendelea ila imani peke yake, Mungu akiiona hiyo nia ya ndani, huwa anaanza kutengeneza mazingira rafiki ya kukusaidia kupata matokeo unayotamani kuwa nayo. Naomba tuendelee tena mbele kidogo. Maana ya pili ya kuinuka. Maana ya pili ya kuinuka ni kuamini ahadi za Mungu kwa kiwango cha kuruhusu utulivu wa ndani bila kujali dhoruba ya nje. Kuinuka ni kuamini ahadi za Mungu kwa kiwango cha kuruhusu utulivu wa ndani bila kujali dhoruba ya nje. Kuinuka ni kuamini, ni kuamua kuamini ahadi za Mungu kwa kiwango cha kuruhusu utulivu wa ndani bila kujali dhoruba ya nje. Kwa hiyo tunaposema mwaka wetu wa kuinuka na kuangaza, maana yake tunasema tumeamua kuamini ahadi za Mungu kikamilifu kwa kuruhusu utulivu wa ndani bila kujali dhoruba za nje. Najua wengi waliposikia kuinuka na kuangaza walitarajia kupokea peke yake, si ndio Bwana asifiwe. Wafalme wa kwanza 18 mstari wa 41 mpaka wa 45. Wafalme wa kwanza 18 mstari wa 41 mpaka wa 45. Biblia inasema, naye Eliya akamwambia Ahabu, haya inuka ule unywe, kwani pana sauti ya mvua tele. Sikiliza. Eliya akamwambia Ahabu, inuka ule unywe, kwani pana sauti ya mvua tele. Naomba nitulie kidogo hapo. Ilikuwa ni wakati ambapo taifa lina njaa, mvua haipo. Eliya yuko mlimani anaomba. Mungu anamsemesha ya kwamba ni wakati ambapo ninakwenda kuachilia mvua. Nisikilize, unapowekeza kwenye maisha ya maombi, una uwezo wa kudownload taarifa za mbinguni ambazo watu wa mwilini hawawezi kuzisikia. Umenisikia nilichokisema? Unapowekeza sana kwenye maisha ya maombi, unapokea uwezo wa kudownload taarifa za mbinguni kuhusu maisha yetu duniani ambazo mtu wa mwilini hawezi kuzisikia wala kuzipokea. Ni muhimu sana kuelewa hilo. Alafu Biblia inasema, anamwambia mfalme, hakuna sababu ya kuchoka, inuka ule unywe, maana kuna sauti ya mvua tele inakuja. Anapomwambia inuka, maana yake anamwambia kuwa na amani, usitishe
na mazingira unayoyaona nje, amua kuamini kile ambacho Mungu amesema na mimi nilipokuwa naomba mlimani. Ngoja niwaambie, kadiri tunavyoamini ahadi za Mungu kuhusu maisha yetu, ndivyo tunapopata utulivu wa ndani wakati dhoruba inaonekana kuwa kubwa kwenye macho yetu. Kadiri tunavyoamini ahadi za Mungu kuhusu maisha yetu, ndivyo tunavyopokea utulivu wa ndani katika mazingira ambayo macho ya nje yanaona dhoruba kubwa ikiendelea kwenye maisha yetu. Elia anamtuliza mfalme, anamwambia inuka, kula, kunywa. Maana yake ziamini ahadi za Mungu, amini kile ambacho Mungu ameniambia kwa habari ya ujio wa mvua. Kuinuka ni kuamini yale ambayo Mungu ameahidi kwenye neno lake kuhusu hali yako, bila kujali kinachoendelea kwenye mazingira yako. Na naomba niwaambie kitu kingine wanangu, kitakachowasaidia. Mbinu za shetani za kushambulia watu katika vizazi vyote hazijawahi kubadilika, hazijawahi. Kwa hiyo kumshinda ibilisi ni kazi nyepesi sana, na Paulo anasema wala hatuachi kuzijua ila zake. Mwambie jirani yako, zinajulikana. Na moja ya hila ambayo shetani huwa anaitumia kwenye maisha ya wengi ni kuwaonesha uhalisia wa mazingira yao, ili kuwasemesha kufanya maamuzi yatakayowazuia kuiona nguvu ya Mungu kwenye maisha yao. Na ndiyo maana Mkristo anayeishi kwa kutegemea milango mitano ya fahamu atashindwa kwenye mambo mengi sana katika maisha yake. Ukiamua kuishi kwa kutegemea tu milango mitano ya fahamu, wewe ni failure, utakwama kwenye mambo mengi sana. Kuna mlango wa 6 wa fahamu lazima uongeze, unaitwa imani. Mwambie mwenzako imani. Imani ina uwezo wa kuona mambo ambayo macho ya kawaida hayajaona. Ina uwezo wa kuiona ndoa wakati ambapo umri umeenda. Ina uwezo wa kumuona Isaka wakati wa umri wa miaka 100. Imani. Ina uwezo wa kuona kazi katika nyakati ambazo wasomi ni wengi, wenye sifa na wanaokuzidi. Imani. Ina uwezo wa kuona uzima katika taarifa ambazo umepewa ya kwamba ugonjwa ulio nao hauwezi kupona. Imani. Imani. Okay. Naomba tuendelee mbele hapo. Mstari wa 42 Biblia inasema, basi Ahabu akainuka ili ale na kunywa, naye Elia akapanda juu mpaka kile kilele cha Karmeli, akasujudu kifudifudi, akainama uso mpaka magotini. Tutulie. Biblia inasema hivi, Ahabu mfalme alipoambiwa kuna mvua inakuja kunyesha, akaambiwa ale, akaambiwa anywe, akafanya kama Elia alivyosema. Macho hayakuiona mvua wala hapakuwa na dalili yoyote, lakini imani ya moyo wake iliamua kuamini kile alichokisema mtu wa Mungu, kwamba kitakuwa kama kilivyosema. Imani katika ahadi za Mungu, katika neno ambalo Mungu amesema kuhusu maisha yetu, huwa inatengeneza utulivu wa ndani katika mazingira ambapo mazingira ya nje hayaoneshi dalili wala viashiria wa kile alichokisema Mungu kutimia. Tuendelee mbele. Mstari wa 43, akamwambia mtumishi wake, kwea sasa utazame upande wa bahari. Akakwea akatazama na kusema, hakuna kitu. Naye akanena, enenda tena mara 7. Ikawa mara ya 7 akasema, tazama, wingu linatoka katika bahari, nalo ni dogo kama mkono wa mtu. Akanena, enenda umwambie Ahabu, tandika ushuke, mvua isikuzuie. Biblia inasema hivi, Elia alipomwambia Ahabu ya kwamba kuna mvua inakuja, alifanya uamuzi wa msingi sana. Akaamua kwenda kwenye maombi ili kile ambacho Mungu amesema kipate kutimia. Nisikilize, unapoamua kuamini ahadi za Mungu, ishu sio kusubiri. Huwa tunangoja katika magoti kwa njia ya kuendelea kuomba.
Wakristo wengi mnasema mnaamini yale ambayo Mungu amesema kwenye neno lake, lakini huwa mnabaki mkingoja Mungu afanye. Ahadi za Mungu zinasubiriwa katika magoti, katika maombi. Kadiri unavyoendelea kuomba ndivyo unavyomuonesha Mungu ya kwamba unamngoja, unamtarajia na unaamini ya kwamba atafanya. Ikiwa unangoja na hauombi, tafsiri yake umeachana na hiyo habari na hauamini. Elia akaamua kwenda kuidai ile ahadi kwenye maombi, alafu anamwambia kijana wake, nenda kaangalie nje. Alipoenda akamwambia hamna, akamwambia nenda mara 7, alafu baadaye anamwambia ninaona wingu kama mkono. Katika maisha ya kila mmoja, Mungu huwa haanzi kufanya vitu kwa ghafla. Kama ni mtu ambaye una uwezo wa kuangalia kwa umakini, utagundua kuna namna ukitazama unajua kuna hatua mpya ambayo Mungu ananipeleka kwenye maisha yangu. Nilisema tatizo la Wakristo wengi huwa mnasubiri kumuona Mungu katika jambo likiwa katika ukamilifu wake, lakini ukichunguza katika hatua ndogo ndogo utagundua kuna mkono wa Mungu unaenda pamoja na wewe ukikusaidia. Inua mikono yako na ukiri maneno haya: Roho Mtakatifu, nisaidie kuona hatua ndogo ndogo ambazo unaziachilia kwenye maisha yangu, na unisaidie kuwa na moyo wa shukrani ninaposubiri kuona ukifanya mambo makubwa kwenye maisha yangu. Ukiendelea hapo mbele vizuri, utaona Mungu akawa amelitimiza hilo jambo katika ukamilifu wake. Maana ya tatu ya kuinuka na kuangaza. Maana ya tatu ya kuinuka na kuangaza ni kufanya maandalizi yenye faida kwenye kesho iliyo mbele yetu. Kuinuka na kuangaza ni kufanya maandalizi yenye faida kwenye kesho yetu. Ni kufanya maamuzi yenye faida kwenye kesho yetu. Angalia Wafalme wa Kwanza 19 mstari wa 5 mpaka mstari wa 8. Wafalme wa Kwanza 19 mstari wa 5 mpaka wa 8. Tunaposema ni mwaka wako wa kuinuka na kuangaza, tafsiri yake Mungu anasema anakuita kwenye kuwajibika katika mwaka wako kufanya maandalizi yatakayomruhusu Mungu kufanya mambo makubwa kwenye kesho iliyo mbele yako. Naomba niwaambie wanangu jambo hili litakalo kusaidia. Mungu hawezi kukuingiza kwenye nafasi ambayo hujajiandaa vya kutosha kuaminiwa. Mungu hawezi kukuingiza kwenye nafasi ambayo hujajiandaa au hujaandaliwa vya kutosha ili kuaminiwa. Mungu hawezi kukuingiza kwenye nafasi ambayo hujajiandaa au haujaandaliwa vya kutosha kuaminiwa. Katika kizazi ambacho kinafikiri watu watafanikiwa kwenye kila eneo kwa maombi peke yake tu, kuomba, naomba usiache kuomba, naendelea kumtafuta Mungu kwenye maombi, lakini maombi yako hayatabadilisha ukweli ya kwamba Mungu huwa hawaamini watu kwenye nafasi ambazo hawajaandaliwa. Anajua utamuaibisha. Naomba tusome Wafalme wa Kwanza hapo 19:5 mpaka 8. Biblia inasema hivi: naye akajinyoosha akalala chini ya mretemu, na tazama malaika akamgusa akamwambia, inuka ule. Mwambie jirani yako, inuka ule. Nataka uone hilo neno hilo. Alafu anasema akatazama, kumbe pana mkate umeokwa juu ya makaa na gudulila la maji kichwani pake. Akala akanywa, akajinyoosha tena. Malaika wa Bwana akamwendea mara ya pili akamgusa, akasema, inuka ule, maana safari hii ni kubwa mno. Akainuka akala akanywa, akaenda katika nguvu za chakula hicho siku 40 mchana na usiku, akafika Horebu, mlima wa Mungu. Elia alikuwa na safari ya siku 40 mbele yake. Mungu anamletea chakula, anamwambia Elia, inuka ule,
Biblia inasema Elia akala akalala tena. Malaika wa Bwana anamwamsha tena, anamwambia inuka ule, alafu anampa sababu. Safari iliyo mbele yako ni ndefu, ni lazima ule chakula kitakachokusaidia katika siku 40 zilizo mbele yako. Mungu anapokupa nafasi, anakupa nafasi kama sehemu ya maandalizi itakayokupa sifa za kuaminiwa kwenye nafasi alizoziandaa mbele yako kwa ajili ya maisha yako. Anaambiwa inuka ule, tafsiri yake amua kujiandaa kwa ajili ya kule ambako Mungu anataka kwenda pamoja na wewe. Ni mambo ya msingi sana unaposoma maandiko kuyatazama na kuyaangalia. Elia anaambiwa jiandae, una siku 40 ambazo hautapata chakula ili kufika kwenye mlima wa Mungu unakokwenda. Kesho unayotamani kuwa nayo kwenye eneo lolote la maisha inataka nafasi ya maandalizi kwenye maisha yako ili kumruhusu Mungu kukuweka kwenye nafasi iliyo mbele yako. Ninapoendelea baba yenu, naponiona hapa, kila siku nimekuwa naendelea kujiandaa kwa namna mbalimbali kwa ajili ya kanisa la maelfu, zaidi ya watu 5,000, 10,000 ambao nitawachunga miaka michache inayokuja. Kwenye kila eneo la maisha ninajiongeza ufahamu, ninakuza tabia na maadili. Kwa nini? Siwezi nikafanikiwa zaidi ya ubora wa tabia yangu. Unaweza kuwa na upako, unaweza kuwa na maarifa, unaweza kuwa na neema, ni tabia tu. Mwambie mwenzako tabia inaweza ikakushusha chini kabisa. Ni tabia tu inaweza ikakufanya watu wasikuamini tena kwenye maisha yao. Kwa hiyo kile ulichokibeba kisiwe na faida. Nisipokuza uwezo wangu, Mungu hawezi kuniamini kwa maelfu na makumi elfu. Kuinuka na kuangaza ni kujiandaa kwa ajili ya kesho ambayo Mungu anataka akupeleke. Mabinti zangu ambao bado hamjaingia kwenye maisha ya ndoa, wakati ulio nao ni wakati wa kuinuka na kuangaza. Ni wakati wa kufanya maandalizi. Ni wakati wa kuchonga tabia na maadili yako. Ni wakati wa kujitengeneza kufaa kuwa aina ya mtu atakayefaa kwenye maisha ya mtu ambaye Mungu amemwandaa kwa ajili yako. The same implies kwa vijana wa kiume. Ni wakati wako wa unajua kuna wakati nikiangalia vijana wa kiume mahali huko, yani kuna wakati unamuona unasema hivi huyu anajua kweli kwamba kesho atakwenda kuwa mume wa mtu huyu. Wakati mwingine ukimwangalia atakayeolewa na huyu jamaa atakuwa amejichanganya sana. Kwa nini? Watu hawajaandaliwa. Na ndio maana leo nimekuja kugundua pia hata vijana wengi wa kiume kwenye dunia tulio nayo hawajaandaliwa kuwa wanaume, wameandaliwa kuwa wavulana. Na ndio maana wanawasumbua kwenye mahusiano. Kwa sababu unajiona we ni mtu mzima, kumbe una mahusiano na mtu ambaye ni mtoto. Kwa hiyo uwezo wake wa kufikiri, hafikiri kama baba, hafikiri kama mwanaume, anafikiri kama mvulana. Na ndio maana kuna vitu ukizungumza anahisi unamtawala, anakuona ni kama unampanda kichwani, kumbe sio unampanda kichwani. Uwezo wake wa kufikiri na kuelewa ni wa kitoto, hajaandaliwa kutosha kwenye nafasi ya kuwa baba. Wazazi wenzangu wenye watoto wa kiume, tunao wajibu wa kufanya wanapoendelea kukua. Tuendelee kuwaandaa ili wafae kuja kuwa wanaume, kuja kuwa akina baba kwa ajili ya familia zao. Kuinuka na kuangaza ni kujiandaa kwa ajili ya kesho ambayo Mungu ameandaa kwa ajili yetu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Naomba uandike jambo hili litakalo kusaidia. Unao wajibu wa kufanya ili kumruhusu Mungu kufanya. Unao wajibu wa kufanya ili kumruhusu Mungu kufanya. Kwenye kila eneo la maisha yako unayotaka kumuona Mungu anakutokea, kumuona Mungu anakusaidia, unao wajibu wa kufanya ili kumruhusu Mungu kufanya. Utaona kweli huo kwenye Mithali 21 na mstari wa 31. Mithali 21 na mstari wa 31. Unao wajibu wa kufanya ili kumruhusu Mungu kufanya. Mithali 21 na mstari wa 31. Biblia inasema, farasi huwekwa tayari kwa siku ya vita, lakini Bwana ndiye aletaye wokovu.
Anasema hivi, farasi huwekwa tayari kwa ajili ya siku ya vita, ila Mungu ndiye aletaye wokovu. Maana yake ushindi Mungu anao kwa ajili ya kila eneo la maisha yetu. Inategemea maandalizi tuliyoyafanya kwenye maisha yetu. Farasi huwekwa tayari kwa ajili ya vita, ila Bwana ndiye aletaye wokovu. Nimekuwa narudia hapa. Kuna hatua kwenye taaluma yako unatamani kufika, jiongezee ujuzi, jiongezee uwezo, jiandae. Mahali panapohitajika kwenda kuongeza shule, kuongeza elimu ili malango ya nafasi zilizo mbele yako zikufungukie, nenda kasome, ongeza ufahamu wako. Hakuna miujiza hapo. Yaani kuna mahali Mungu hata kupeleka mpaka ameridhishwa na kiwango cha maandalizi ulichokifanya. Na Yesu alikuwa wazi kabisa. Alitoa mfano wa wale wanawali 5 wenye hekima na wale 5 wapumbavu, si ndio? Issue ilikuwa ni nini iliyowazuia na wengine wakapata nafasi? Ni maandalizi. Maisha yatakupokea kwenye kesho yako vizuri katika maeneo ambayo umeandaliwa leo vyema. Andika jambo unakumbuka. Maisha yatakupokea kwenye kesho yako vizuri katika maeneo ambayo umeandaliwa leo vyema. Maisha yatakupokea kwenye kesho yako vizuri katika maeneo ambayo umeandaliwa leo vyema. Maisha yatakupokea vizuri kwenye maeneo ambayo umeandaliwa kwenye leo yako vyema. Anasema farasi huwekwa tayari kwa siku ya vita, lakini Bwana ndiye aletaye wokovu. Utaandika pia Mithali sura ya 6 mstari wa 6 mpaka wa 7. Mithali sura ile ya 6 mstari wa 6 mpaka wa 7. Mithali 6 mstari wa 6 mpaka wa 7. Nataka nikwambie hapo jambo, andika chini litakalo kusaidia. Maandalizi tunayoyafanya humwezesha mtu mwenye uwezo mdogo kufanya mambo makubwa. Maandalizi humwezesha mtu mwenye uwezo mdogo kufanya mambo makubwa. Katika mwaka wako wa kuinuka na kuangaza, Mungu aangalie uwezo ulio nao. Anataka kuona unavyowajibika kwenye kufanya maandalizi ili kesho aliyoiandaa kwa ajili yako iweze kukupokea. Maandalizi humwezesha mtu mwenye uwezo mdogo kufanya mambo makubwa. Mithali 6:6 mpaka 7 nitasoma kwa tafsiri ya Biblia ya Habari Njema. Inasema hivi: ewe mvivu, hebu ukamchungulie sisimizi, fikiri namna yake ya kuishi ukapate hekima. Sisimizi hana kiongozi, ofisa wala mtawala, lakini hujiwekea chakula wakati wa kiangazi, hujikusanyia akiba wakati wa mavuno. Anasema kamwangalie chungu, kamwangalie sisimizi, hana bosi, hana ofisa, hana msimamizi, lakini ana akili ya kufanya maandalizi ya kujiwekea chakula kwenye wakati ulio mbele yake. Ni wewe peke yako ambaye huwa unakula kila unachokipata na kutokujua ya kwamba kuna kesho inakusubiri. Mwambie jirani yako, usiile kesho yako leo. Mwambie tena, usile kesho yako leo. Unajua hiyo tabia nilikuja kuiona hata Farao alikuwa nayo. Ndio maana Mungu aliposema na Yusufu akamwambia kwa habari ya miaka 7 ya shibe na miaka 7 ya njaa, anamwambia Farao, una miaka 7 ya shibe, usile kila mnachokipata mkafikiri Misri maisha yatakuwa hivi siku zote. Amueni kuanza kuweka akiba, maana kuna msimu wa njaa uko mbele yenu. Ngoja nikwambie, maisha yanabadilika, haitakuwa vile unavyoiona leo. Kuna nyakati za kupanda, kuna nyakati za kuvuna, kuna nyakati za mavuno, kuna nyakati za kukosa, kuna nyakati za mvua, kuna nyakati za jua. Ishi ukiwa unajua kuna kesho na inaweza kubadilika. Maandalizi unayoyafanya yataamua. Mtu asiye na uwezo ana uwezo wa kufanya mambo makubwa endapo atajiandaa vya kutosha kwa ajili ya kesho iliyo mbele yake. Naomba nirudie tena wanangu, kesho sio fumbo. Kwa habari ya mafanikio, kesho sio fumbo. Inaweza kuwa ni fumbo kwenye kutokujua utaondoka lini duniani, ila kwa habari ya mafanikio na ustawi kwenye kila eneo la maisha,
Kesho sio fumbo. Mwambie jirani yako, kesho sio fumbo. Yaani kuna mtu ukimuona tu unajua kabisa akiendelea hivi miaka 10 ijayo huyu jamaa ni next level. Unamuona unamuona. Kuna mtu ukimwangalia anavyo behave unajua tu kabisa akiendelea na huu mtazamo na hii tabia, hii ndoa itamshinda, muda sio mrefu talaka iko mlangoni. Kesho sio fumbo. Sio fumbo. Ni fumbo kwenye lini unaondoka duniani, hiyo haijulikani. Maeneo mengine yote kwenye maisha, vile unavyoishi na kujiandaa kwenye leo yako, inaweza kutuonyesha aina ya mtu utakayekuwa kwenye kesho yako. Kwa hiyo kuinuka na kuangaza ni kufanya maandalizi kwa ajili ya nyakati ambazo Mungu ameziweka mbele yako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tunaelewana kanisa la Mungu Tunaelewana watu wa Mungu Okay. Naomba tuendelee tena mbele kidogo. Nataka tukaangalie sasa, tutaanza kuangalia tena mambo ya kufanya ili kuinuka na kuangaza. Mambo ya kufanya ili kuinuka na kuangaza. Tumeona ni mapenzi ya Mungu tuinuke na tuangaze. Kuinuka na kuangaza ni kuziamini ahadi za Mungu ili ziwe halisi kwenye maisha yetu. Ni kufika kwenye viwango vya matokeo ambayo Mungu ametamani tuwe nayo kwenye maisha yetu. Ili tufike hapo, ili tupate hayo matokeo ambayo Mungu ameandaa kwa ajili yetu, Biblia inafundisha tunatakiwa kufanya nini. Biblia inaweka wazi. Jambo la kwanza, sio la kwanza katika umuhimu wake, lakini la kwanza nimeliweka tu la kwanza. Jambo la kwanza, chagua mambo machache ya kushughulika nayo mpaka uone matokeo uliyoyatarajia. Jambo la kwanza, chagua mambo machache ya kushughulika nayo mpaka uone matokeo uliyoahidiwa ama uliyoyatarajia. Ikiwa unataka katika mwaka wako Mungu akupe hatua ya kuinuka na kuangaza, amua kuchagua mambo machache ambayo utashughulika nayo, iwe ni kwa kufanya, iwe ni kwa maombi, iwe ni kwa kumtafuta Mungu, mpaka uone matokeo unayoyatarajia au uliyoahidiwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nimeandika hapa nikasema, maisha yatakupa nuru ya kuonekana sana kwenye eneo ambalo umewekeza sana nguvu zako, mawazo yako na muda wako. Maisha yatakupa nuru yako kuonekana sana kwenye maeneo ambayo au kwenye eneo ambalo umewekeza sana nguvu zako, mawazo yako na muda wako. Ikiwa unataka kuiona nuru na mwangaza wa Mungu kwenye maisha yako, jambo la kwanza, chagua kuwa na mambo machache ambayo utadili nayo kwenye maisha yako au katika mwaka wako, ambayo utawekeza muda wako, utawekeza akili yako, utawekeza nguvu zako na kila kinachohitajika ili kupata matokeo ambayo Mungu amekusudia uwe nayo. Tuangalie Samueli wa pili 23 mstari wa 8 mpaka wa 12. Samueli wa pili 23 mstari wa 8 mpaka mstari wa 12. Biblia inasema hivi: haya ndiyo majina ya mashujaa aliyokuwa nao Daudi. Yesheboamu Mhakmoni, mkuu wa maakida, huyo aliinua shoka lake juu ya watu 800 waliouawa pamoja. Alafu anasema, na baada yake kulikuwa na Eleazari mwana wa Dodai Mwemoi, mmoja wa wale mashujaa 3 waliokuwa pamoja na Daudi walipowatukana Wafilisti waliokuwa wamekusanyika huko ili kupigana na watu wa Israeli walikuwa wamekwenda zao. Huyo aliinuka akawapiga Wafilisti hata mkono wake ukachoka na mkono wake ukaambatana na upanga, naye Bwana akafanya wokovu mkuu siku ile, nao watu wakarudi nyuma yake ili kuteka nyara tu. Tutulie. Biblia inaeleza kwa habari ya mashujaa wa Daudi.
inawaeleza namna ambavyo walikuwa ni watu wenye focus, namna ambavyo walikuwa na consistency, watu ambao walikuwa wakiamua kuanza kufanya jambo hawatatulia mpaka wameona matokeo. Maisha ya watu wengi adui amewazuia kuinuka, kufanikiwa na kuangaza, kwa sababu mmekuwa ni watu mnaoshikashika sana na kuacha. Mwambie mwenzako, acha kushikashika sana na kuacha. Biblia inasema moja ya mashujaa wake walienda wakipigana na adui zao, alihakikisha wanawapiga, anasema mpaka mkono wake ukaambatana na upanga. Okay, tuendelee mbele. Alafu anasema mkono wa Bwana ulikuwa pamoja naye ukamsaidia. Anasema Bwana akafanya wokovu mkuu siku ile, nao watu wakarudi nyuma ili kuteka nyara. Mstari wa 11, na baada yake kulikuwa na Shama mwana wa Agee Mharari, nao Wafilisti walikuwa wamekusanyika huko Lei, palipokuwapo konde lililojaa midengu, nao watu wakawakimbia Wafilisti, ila huyo alisimama katikati ya konde lile akalipigania, akawaua Wafilisti, naye Bwana akafanya wokovu mkuu. Huyu mtu alikutana na wakati ambapo askari wengine walikimbia, yeye akasema mimi sitakimbia, nimeamua kuingia vitani, nitapigana mpaka dakika ya mwisho. Katika nyakati ambazo wengine wameacha, mimi nitaendelea. Akabaki hapo. Maisha ya wengi shetani amewazuia, sio kwa sababu wana nguvu, ila kwa sababu kila wakati unapochoka unasema naacha. Kila wakati mazingira yanapoonekana sio rafiki unasema siendelei tena. Kila wakati ambapo haupati faida ulioitarajia unasema sitaendelea na hii biashara, unakwenda kuanzisha biashara nyingine. Hauwezi kufanikiwa kwa kuwa mtu wa kuanza vitu na kuacha. Unaweza kufanikiwa kwa kufanya unachokifanya katika namna tofauti na ulivyofanya jana. Mmenisikia ninachokisema? Ishu sio kuanza jambo jipya, ishu ni kujisahihisha, ni kujifunza, ni kufanya kwa namna nyingine. Usipojifunza kufanya kwa namna nyingine, utakuwa ni mtu ambaye unahangaika. Mwambie jirani yako acha kuzurura kwenye maisha. Mwambie jirani yako tena acha kuzurura kwenye maisha. Unajaribu hichi unaondoka, unajaribu kile unaacha. Yaani unaenda hivyo, hauwezi ukainuka na kuangaza. Biblia inaeleza kwa habari hawa mashujaa wa Daudi, walikuwa ni watu ambao wakifocus kwenye jambo moja wakifanya, mioyo yao inaambatana hapo, kila kitu kinakuwa pale mpaka waone matokeo. Biblia inasema Bwana akafanya wokovu mkubwa. Ni kanuni ya msingi sana kwenye maisha ya kiroho na kwenye maisha ya kimwili kwa mtu anayetaka kuinuka. Maisha hayakuoneshi kwamba ni mtu unayeweza kwa sababu ya kufanya vitu vingi kwa wakati mmoja. Maisha yatakuonesha ni mtu unayefanikiwa kwa kubaki kwenye jambo moja au mambo machache ambayo yanakupa matokeo ambayo wewe unayaona na watu wengine wanaweza wakajifunza. Mwambie jirani yako acha wanaharakati. Si unajua wanaharakati wanachokifanyage, wakipata habari hii wanaitupia, hii wanaiweka, ile yani wanataka kutengeneza tension kwa namna fulani hivi. Sasa kuna watu kwenye maisha ni wanaharakati. Haiendi hivyo. Baki katika mambo machache katika mwaka wako ambayo ukibaki hapo utaona Mungu akikupa matokeo. Bwana asifiwe. Biblia inaposema walipoamua kufanya hivyo, Bwana akafanya akawapa wokovu mkuu. Naomba tuangalie Matendo ya Mitume 6 mstari wa 3 mpaka wa 7. Matendo ya Mitume sura ile ya 6 mstari wa 3 mpaka wa 7. Matendo ya Mitume 6 mstari wa 3 mpaka wa 7. Biblia inasema, basi ndugu, chagueni watu 7 miongoni mwenu walioshuhudiwa kuwa wema, wenye kujawa na roho na hekima, ili tuwaweke juu ya jambo hili, na sisi tutadumu. Sikia hilo neno nalitaka hapo, na sisi tutadumu katika kuomba na kulihudumia lile neno. Mitume wanawaambia kanisa, jamani, tusaidieni majukumu mengine. Tumekuwa tunafanya mambo mengi, tunapoteza ufanisi wetu. Ninyi tusaidieni majukumu mengine. Sisi tutabaki kwenye mambo makubwa mawili tu, tutabaki kwenye kuomba, tutabaki kwenye kulihudumia neno. Wanataka kuona nguvu za Mungu zikifanya kazi. Wanataka kuona kanisa likikua na kuendelea. Wakasema tukiendelea kufanya kila kitu tutatawanya nguvu zetu, tutatawanya
uwezo wetu, hebu tusaidieni majukumu mengine, sisi tubaki na mambo makubwa mawili: tubaki kuwafundisha watu neno, tubaki kuomba, alafu muone kitakachotokea. Walikuwa selective kwenye vitu vichache. Mstari unaofuata unasema hivi, mstari wa 5: neno hili likapendeza machoni pa mkutano wote, wakamchagua Stefano, mtu aliyejaa imani na Roho Mtakatifu, na Filipo na Prokoro na Nikanori na Timoni wa Parmena na Nikolao mwongofu wa Antiokia. Mstari wa 6: ambao wakawaweka mbele ya mitume, na walipokwisha kuomba wakaweka mikono yao juu yao. Ona kilichotokea. Neno la Mungu likaenea na hesabu ya wanafunzi ikazidi sana katika Yerusalemu. Jamii kubwa ya makuhani wakaitii ile imani. Mitume walipobaki kwenye mambo machache, kuomba na kulihudumia neno, hapo ndipo ambapo kanisa lilikuwa. Hapo ndipo ambapo imani iliongezeka. Hapo ndipo ambapo waliweza kulisema neno kwa ujasiri. Uweza wa Mungu ulikuwa tayari kutenda kazi, lakini walipokuwa wameconcentrate kwenye vitu vichache na vya muhimu. Mungu ana uwezo na ana nguvu, lakini unapotawanya nguvu zako, fedha zako na mawazo yako, unamzuia Mungu kufanya mambo makubwa yaliyo ndani ya uwezo wake kuhusu maisha yako. Hakuna uchawi hapo, wala hakuna kulogwa. Ndio maana wakati mwingine mwaka unaisha, unasema mbona nilikuwa na mipango mingi, mbona nimejaribu kufanya kila kitu nilichokifanya hakijafika mwisho. Tatizo una mambo mengi. Mwambie mwenzako, punguza mambo mengi, baki na machache yenye maana. Kabisa, punguza mambo mengi, baki na machache tu yenye maana. Biblia inasema wakaamua kubaki hapo. Kwa nini? Nimeandika hapa nikasema, mtu anayechagua mambo mengi, kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja, huchoka haraka, hupoteza uelekeo, huishi maisha ya kuanza bila kukamilisha. Andika hilo, litakusaidia. Mtu anayefanya mambo mengi kwa wakati mmoja huchoka kwa haraka. Anayefanya mambo mengi kwa wakati mmoja, huwa anachoka kwa haraka. 2, anapoteza uelekeo. 3, anaishi maisha ya kuanza bila kukamilisha. Mtu anayefanya mambo mengi kwa wakati mmoja huwa anachoka haraka, anapoteza uelekeo, anaishi maisha ya kuanza mambo bila kukamilisha. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ni jambo la msingi, ni jambo la muhimu sana. Naomba tuangalie mfano mwingine, Nehemia 6 mstari wa 1 mpaka wa 4. Nehemia 6 mstari wa 1 mpaka wa 4, tutasoma hapo kwa haraka. Biblia inasema hivi: basi ikawa walipoarifiwa Sanbalati na Tobia, Nehemia 6:1 mpaka 4. Basi ikawa walipoarifiwa Sanbalati na Tobia na Geshemu Mwarabu na adui zetu hao wengine kwamba nimeujenga ukuta, wala ya kusalia mavunjiko ndani yake, ijapokuwa hata wakati ule sijasimamisha milango katika malango, Sanbalati na Geshemu wakatuma wajumbe kwangu, wakasema, njoo tukutane huko vijijini katika nchi tambarare ya Ono, walakini wakakusudia kunifanyia mabaya. Na mimi nikatuma wajumbe kwao, nikasema, hizi ni kazi kubwa ninayoifanya mimi, hata nisiweze kushuka. Mbona kazi ikome hapo ninapoiacha niwashukie? Nao wakaniletea maneno kama hayo mara 4, nikawajibu maneno kama yale. Nehemia anasema kuna wakati alikuwa anajenga ukuta, amepewa ruhusa na muda wa kwenda kuifanya hiyo kazi. Ukuta wa Yerusalemu ujengwe, adui zake wakawa wanamshawishi ili aache waje wakutane naye. Tena nia yao ilikuwa ni ovu, nia walitaka kumuua na kumuangamiza. Nehemia anasema, nikawaambia, kwa nini niiache kazi ninayoifanya na kuongeza wajibu mwingine wa kuja kuonana na ninyi? Nimekuja hapa kwa kazi moja. Mungu amenileta nijenge ukuta wa Yerusalemu. Sitaingiza mambo mengi, nitabaki kwenye kile ambacho Mungu amenipa kufanya. Nitabaki hapo. Biblia inasema akawakatalia. Mara 4 walimletea ule ujumbe, akakataa. Nikagundua kitu ilikuwa na faida sana. Nimeandika hapa nikasema, kuweka umakini katika mambo machache tunayotaka kuyakamilisha hutusaidia kuwekeza nguvu nyingi yenye kutusaidia kufanya mambo makubwa ndani ya muda mfupi. Kuweka umakini katika mambo machache tunayotaka kuyakamilisha hutusaidia kufanya mambo makubwa ndani ya muda mfupi. Hilo jambo unakumbuka? Kuweka umakini katika mambo machache hutusaidia kufanya mambo makubwa ndani ya muda mfupi. Naomba tusome andiko la mwisho na baada ya hapo tuombe kwa leo, iwe imetosha. Nehemia sura ile ya 6 mstari wa 15 mpaka wa 16. Nehemia sura ile ya 6 mstari wa 15 mpaka mstari wa 16. Biblia inasema hivi: basi huo ukuta ukamalizika
siku ya 25 ya mwezi Eluli, katika muda wa siku 52. Ona wewe, muda wa siku 52. Ikawa adui zetu wote waliposikia, ndipo makafiri wote waliotuzunguka wakaogopa, nao wakakata tamaa sana machoni pao wenyewe, maana walitambua kazi hiyo iliyotendwa na Mungu wetu. Anasema hivi Nehemia, nilipoamua kuwekeza kwenye kufanya jambo la ujenzi wa ukuta na kuto kujishughulisha na mambo mengine na ratiba nyingi zilizokuwa zinajiingiza hapo katikati, anasema hivi, ndani ya siku 52 kazi ile ilikuwa imefanikiwa. Adui zetu wenyewe wakashangaa. Anasema mkono wa Mungu ulikuwa pamoja nao. Ni kwa sababu waliamua kujihusisha na jambo lililokuwa na umuhimu na kuamua kupuuza ratiba nyingine zote zisizokuwa na maana. Mara nyingi mmekuwa mnaona hapa kanisani mchungaji wenu, tukisema tunafanya jambo fulani, ninaua ratiba nyingine zote tunaenda. Kama ni mkutano ni mkutano, si mmekuwa mnaona Kama ni semina ni semina, kama ni ujenzi ni ujenzi. Kwa nini? Ninacheza katika hii kanuni. Watu ni wale wale, mishahara ni ile ile, vipato ni vile vile. Nimeingiza habari ya mkutano, wakati maandalizi ya mkutano yanaendelea nawaambia habari ya kujenga nyumba ya mchungaji. Wakati hatujakamilisha nawaambia gari ya mchungaji. Wakati hatujakamilisha naingiza. Nikianza kwenda kwa namna hiyo, ili kanisa halitafika popote. Nimewaona watumishi wanaofanya vitu vya namna hiyo, wanashindwa, wanakosa hekima ya kufanya mambo katika utaratibu. Mnaona vitu vinaenda kwa sababu tunatembea katika utaratibu unaotuwezesha kwenda na kufanikisha malengo. Nikianza kujichanganya tu na kuanza kuwa na mambo mengi hapo, vitu havisogei. Ni kweli tunamwamini Mungu, ni kweli tunaamini uwezo wake katika kufanya, lakini pia hatukosi kuwa na akili ya kutumia ufahamu vizuri nini cha kufanya na nini sio cha kufanya. Biblia inasema mambo yote yafanyike katika uzuri na utaratibu. Kwenye maisha unaamua kubaki kwenye vitu vichache kwa wakati mpaka vikupe matokeo makubwa. Ukienda kuwa mtu wa namna hiyo, utainuka na kuangaza. Ukisema mwaka huu ni ujenzi, baki hapo. Ukisema ni kwenda shule, baki hapo. Ukisema ni kukua kiroho, baki hapo. Unataka kukua kiroho kwenye eneo gani? Kwenye eneo la maombi, kwenye eneo la imani, wekeza hapo. Amua kuchagua maeneo unayotaka. Una mwaka mwingine pia. Yani ukianza kufanya kila kitu na kutaka kumaliza kwa wakati mmoja, utajikuta mwaka unaisha haujakamilisha chochote. Kila kitu kimeishia njiani. Namna ya kuinuka na kuangaza ni kubaki kwenye mambo ya msingi sawasawa na shauku yako, maono yako na maelekezo ya Roho wa Mungu kuhusu maisha yako. Na ukibaki hapo utapata matokeo makubwa. Nilitamani ningeendelea zaidi, lakini kwa leo itoshe. Bwana akitupa nafasi ibada inayokuja, tutaangalia mambo mengine tena yatakayotusaidia kuinuka na kuangaza. Naomba tusimame.